Kama ambavyo mti huu umeng'ang'ania katika mti mwingine na umeushona, kamwe abadani hauwezi kutoka, ndivyo hivyo tunaweza tukakusaidia wewe ambaye una mpenzi, unatamani kwa namna ulivyowekeza kwake, hutamani kuona anakutoka, hutamani kuona anakuacha, hutamani kuona anakusaliti. Leo ndoa nyingi na wapenzi wengi wamekuwa wanasalitiana. Yani unawekeza kitu kikubwa, mtu anakuwa na michepuko, anakuacha, anafanya mahusiano mengine. Huu ni mng'ang'ana. Tukiutumia vizuri mti huu, tunamfanya mpenzi wako hawezi kuwa na mahusiano mengine kwa gharama yoyote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Islah TV. Kama ilivyo ada na desturi, leo tuko katika bustani ya mimea asili katika mapori yaliyopo katika mkoa wa Pwani, wilaya Rufiji, katika tarafa ya Mkongo, kata ya Kipugira. Hapa tupo katika kijiji cha Kipo, nyumbani kabisa kwao kwa asili Alhaji Dr. Sule. Naye ndiye mimi ninayezungumza mbele yako, na ninakuja kukupa faida kubwa sana zinazopatikana katika mapori yetu. Na hapa nataka nijaribu kukuthibitishia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba maradhi kisha akaumba tiba. Na leo kwa mapenzi makubwa kabisa nipo katika mti huu ambao unauona hapa pembezoni mwangu, nimeushikilia. Hii ni hazina. Haya ni maajabu makubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uumbaji wake. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajisifu katika Qur'ani kwamba yeye ni mbora katika uumbaji. Kwa nini? Kwa sababu hapa utaona kuna miti miwili. Hapa utaona kuna miti miwili. Mti mmoja ni mkubwa uko ndani na mti mmoja ni mdogo uko nje, lakini huu mti mdogo wa nje umetengeneza mizizi kuzunguka mti mkubwa. Manake hapa unaona kuna mti umeuzunguka mti mwingine. Yani umetoka chini alafu umeuzunguka, umeuvaa, umeujaa huu mti. Na ulivyokaa huu mti umekaa kama vile misuli iliyopo katika mifupa ya kifua, yani sternum, ilivyoushikilia moyo. Narudia kipande hicho. Ukiangalia mizizi hii namna ilivyoshika huu mti ni sawa na mifupa ya kifua, yani sternum, ilivyoushikilia moyo. Na nyinyi mnajua mtu anapokuwa anataka kuzungumzia moyo, ndio unabeba amana ya mapenzi, dhamana ya mapenzi. Na hapa tunao mti ambao umeuzunguka huu mti kama ulivyozungukwa moyo. Kwa nini nimekuleta katika mti huu, mpenzi mtazamaji wangu wa Islah TV? Huu mti tunaouona hivi sasa hapa ni moja katika miti yenye maajabu makubwa sana. Ni moja katika miti yenye vitu vizito, ni tiba ya mambo mengi. Mimi hupenda kuita mti huu kama mng'anang'ana, na hupenda kuita kama mng'anang'ana, au unaweza ukauita mng'ang'ana, au unaweza kuita mng'ang'ania. Sifa ya kwanza ya mti huu, huwezi hata kijiti kidogo huwezi kukikata. Yani ulivyoshika hapa huwezi kukata kwa nguvu zako, yani huwezi kuvuta kirahisi ukakata kwa nguvu zako. Yani hii kamba ilivyong'ang'ana hapa na ilivyo ngumu ni zaidi ya mshipi wa kuvulia samaki, ni zaidi ya kamba ngumu ya nylon. Huwezi kuvuta, ni kijiti kidogo, lakini kukikata kwake ni shughuli. Labda uwe na kisu ndio unaweza kukikata. Mti huu unaitwa mng'ang'ana au mng'anang'ana, moja kati ya miti yenye maajabu makubwa sana. Kwanza, hii ni tiba ya mapenzi. Narudia kipande hicho. Hii ni tiba ya mapenzi. Kuna watu wanateseka duniani leo. Kuna mambo mawili yanawatesa watu sana. La kwanza, watu wengi wanateswa na uchumi, hali mbaya ya kiuchumi, yani mambo mabaya, fedha hazikai, hazipatikani kirahisi, biashara haziendi. Mara nyingi watu wengi wamekuwa na shida hiyo. Kuna baadhi ya watu pesa haziwakai mkononi, anatafuta fedha lakini hawezi kupata fedha, na akipata fedha mara nyingi haikai katika mkono wake. Huu ni mng'ang'ania au mng'anang'ana, moja kati ya miti yenye maajabu makubwa sana, mpenzi mtazamaji wangu. Ukitumika vizuri mti huu kwa tiba katika mikono yako miwili ya kutafutia riziki, biidhnillah,
pesa yako itakaa na kung'ang'ana kwenye mwili wako kama mizizi ya mti huu ilivyo ng'ang'ana. Mng'ang'ana huu moja kati ya mizizi migumu kabisa. Lakini mti huu unatumika kama tiba ya mapenzi. Kuna baadhi ya watu wanasumbuliwa na mapenzi. Kwa mfano, unampenda mtu, unamfanyia makubwa, unawekeza kwako, unawekeza moyo wako, unawekeza muda wako, unawekeza fedha zako, unawekeza kila kitu chako ima kwa mwanamume au kwa mwanamke. Lakini mwisho wa siku anakuja anakutenda, inafika mahala anakutoka, inafika mahala anachagua maisha mapya, anakuona huna thamani na wewe umeshawekeza sana kwa upande wake. Matokeo yake unapata maumivu, majeraha ya moyo ya maumivu mawili. Kwanza unapata jeraha la mapenzi kwa sababu uliweka mapenzi na ameyakatisha mapenzi yako kwake kwa haraka. La pili, unapata maumivu kwa sababu unakuwa umewekeza uchumi wako na muda wako kwake, umekaa muda mrefu, umewekeza mapenzi muda mrefu. Mwisho wa siku mambo yako yanakuwa hayana muendelezo wala mwisho mzuri pale anapokukatisha kwenye mapenzi. Sasa mti huu unaitwa mng'anang'ana. Kama ambavyo mti huu umeng'ang'ania katika mti mwingine na umeushona, kamwe abadani hauwezi kutoka, ndivyo hivyo tunaweza tukakusaidia wewe ambaye una mpenzi, unatamani kwa namna ulivyowekeza kwake, hutamani kuona anakutoka, hutamani kuona anakuacha, hutamani kuona anakusaliti. Leo ndoa nyingi na wapenzi wengi wamekuwa wanasalitiana. Yani unawekeza kitu kikubwa, mtu anakuwa na michepuko, anakuacha, anafanya mahusiano mengine. Huu ni mng'ang'ana. Tukiutumia vizuri mti huu, tunamfanya mpenzi wako hawezi kuwa na mahusiano mengine kwa gharama yoyote. Yani huu mti ukitumika kwa kazi hiyo, utakusaidia kutengeneza mtu asiwe na mahusiano. Mwanamke asiwe na mahusiano na mwanamume mwingine, wala mwanamume asiwe na mahusiano na mwanamke mwingine, ikiwa mti huu utatumika vizuri kama mng'ang'ana. Moja kati ya miti yenye maajabu makubwa sana katika tiba. Lakini pia mti huu unaweza kukusaidia kwenye biashara. Kuna watu wanafanya biashara hawana mvuto, yani hana mvuto katika biashara. Mtu akija leo akinunua kitu harudi tena. Harudi tena. Na wako wafanya biashara wako hivyo. Leo anakuja mtu ananunua, labda kama una duka la jumla, kama una duka la vyakula, una duka la vifaa vya ujenzi, una duka la nini, au biashara ya nguo na kadhalika. Mtu akinunua leo, kesho akija hata ukiwa na nguo nzuri harudi, anatafuta duka jingine kununua, hakukumbuki. Huu mng'ang'ana ni moja kati ya tiba nzuri sana ya kumfanya mtu ang'ang'anie kufanya biashara na wewe, apende kufanya biashara na wewe, apende kuwa karibu na wewe. Yani kila anapowaza kufanya biashara anatamani kufanya na wewe. Kila anapowaza kununua anatamani kununua kwako. Kila anapotamani kuwekeza anatamani kuwekeza na wewe. Lugha nyingine, hii ni moja kati ya dawa nzuri kabisa za mvuto, kwa sababu huu ni mng'ang'ana. Lakini pia hii ni tiba ya kinga dhidi ya wachawi, kinga dhidi ya mashaitani na kinga dhidi ya hasadi. Mti huu ukitumika vizuri unatumika kama kinga, na kinga inayotokana na mti huu au eneo kama hili la mti huu, ukiona mtu kakupiga, basi huyo mtu ni yule ambaye amewahi kujua wapi umejificha na umefanyaje kinga. Hii ni moja kati ya kinga nzuri sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea miti na mimea mbalimbali, iwe tiba, iwe chakula, na wakati mwingine inaweza kuwa sumu ikitumika katika mwili wa mwanadamu. Kwa wewe ambaye ungependa kujifunza zaidi na unatamani, una haja, una shida, una tatizo, unahitaji msaada wangu, unahitaji matibabu ya ziada, unahitaji vitu vya ziada, unahitaji msaada wangu wa ziada, unahitaji chochote kile, usisite kunipigia kwa namba za simu 0710 400 200. Hiyo ni namba ambayo itapokelewa na wasaidizi wangu moja kwa moja na watakupangia appointment ya kuniona. Au unaweza kunipigia kwa 0764 111616. Hizo ni namba ambazo ukipiga direct zitakwenda kwa wasaidizi wangu, watakupokelea simu, watakupa maelekezo, watakuelekeza. Ofisi yetu inapatikana Ilala Bungoni, barabara Sharif Shamba, nyumba nambari 3. Utakutana na bango kubwa limeandikwa Islah Company Limited, na hicho ndio kituo cha Islah Islamic Dua Center kinachosimamiwa na Islah
Islamic Foundation. Ni matumaini yangu umepata faida kubwa kutokana na mti wa mng'anang'ana ama mng'ang'ana, na tutakwenda kukupa faida ya miti mingi zaidi na vitu vingi zaidi vitakavyokuwezesha kujipambanua, kujisaidia na kuondoa matatizo, shida na dhiki zinazokuzunguka katika maisha yako. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.